Suleiman Matola ana ushawishi wa mpaka 60% wa kocha mpya ambaye anakuja kuchukua nafasi kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Unajua, nimeanza kwa kusema hivi kwa sababu kiukweli mimi nataka tuitathmini kwa kina nafasi ya Suleiman Matola. Mimi binafsi kila nikiitazama nafasi ya Suleiman Matola kwenye kikosi cha Simba, nafikiri haiishii tu yeye kuwa ni msaidizi tu chini ya walimu tofauti tofauti, lakini nafikiri ana nafasi, ana kofia nyingine maalum Matola. Haiwezekani unakuwa msaidizi chini ya walimu tofauti tofauti, muktadha ni muhimu, kwa muda wa miaka 10 kwenye klabu, na klabu ikaonekana kwamba haijaweka pressure yoyote wewe kwenda kukaimu kama kocha mkuu, na wala yeye mwenyewe Matola hajawahi kuweka pressure kwa viongozi wake wa juu kwamba anahitaji sasa kuprove uwezo wake mara baada ya kupata uzoefu chini ya walimu wengi kama kocha mkuu wa kikosi cha Simba. Yaani kuna kama maridhiano tu hivi baina ya Simba na Matola kwamba utakaa hapa katika position hii, lakini ninakuhakikishia ushawishi wa Matola hauishii tu kwenye yeye kuwa ni msaidizi chini ya walimu tofauti tofauti. Kwa sababu unaweza ukajiuliza labda pengine changamoto ni nini? Mbona kama hawajakuwa tayari kumwamini? Ina maana Simba walikuwa tayari kumwamini zaidi Ahmad Ally baada ya Fadlu kuondoka kuliko Matola? Kama hoja ni uzawa, Simba walikuwa wako tayari kwenda kumpa mkataba Ahmad Ally, wamtoe pale JKT Tanzania, wamlete ndani ya kikosi chao. Kwa hiyo kumbe unachokuja kugundua ni kwamba hoja hapa sio uzawa, hoja sio imani, lakini inaonekana ni kama vile kuna nafasi kubwa zaidi ya kuwa msaidizi ambayo Matola anayo ndani ya Simba. Unajua, mimi nitakwambia kitu kimoja. Linapokuja swala la kuwa msaidizi, unaweza kuwa msaidizi kwa kipindi cha miaka 7, 8, 9, lakini mara nyingi ukienda ukitizama hiyo scenario unakuta kwamba huyo msaidizi anakuwa amekaa chini ya mwalimu huyu. Ina maana unakuta huyu ni msaidizi wa muda mrefu wa mwalimu fulani. Hizo scenario kwa wenzetu zipo, hata hapa Afrika zipo kwa kiasi kikubwa sana. Lakini mwalimu kukubali kuwa chini ya walimu tofauti tofauti, hali ya kuwa yeye mwenyewe amekidhi vigezo hivi sasa vya kuwa kocha mkuu, ni swala ambalo linapaswa alikwambie kwamba ushawishi wa Matola ni zaidi tu ya kuwa kocha msaidizi na kwenda kusimama na kocha mkuu pale Bunju kwa ajili ya kuandaa wachezaji wa Simba mazoezini. Ushawishi wa Matola ni mkubwa zaidi. Mimi ninaamini kwa kiasi kikubwa sana Matola ni mtu ambaye anashawishi ingizo la mwalimu mpya ambaye anakwenda kufundisha ndani ya kikosi cha Simba. Na hii naamini haijaanza leo, kwa sababu ukitazama structure ya Simba namna ilivyo, of course kuna viongozi wa juu, kuna bodi ya wakurugenzi, kuna CEO, lakini mimi naamini katika akili za kimpira, katika watu wa kimpira ambao wanaheshimika na maoni yao yanakuwa ni muhimu sana kwa viongozi, ni maoni ya Matola. Kwa nini maoni ya Matola? Matola Simba anaijua, wachezaji anawajua, ile timu ameshakaa nayo kwa zaidi ya miaka 10. Ina maana anafahamu madhaifu ya wachezaji ambao wanakuwa nao mazoezini, nguvu za wachezaji. Hafanyi yeye maamuzi ya mwisho. 60% yangu inapotokea ni hapa. Matola hafanyi maamuzi ya nani awe kocha, lakini mimi naamini Matola anashawishi aina gani ya mwalimu aletwe kulingana na sifa za wachezaji ambao yeye anawaona kila siku mazoezini. Kwa hiyo bodi ya wakurugenzi ya Simba, viongozi wengine wa juu wa Simba wana maamuzi ya mwisho kikawaida, lakini kwa kiasi kikubwa sana athari ya Matola kama ni advisor, technical advisor, ina nafasi kubwa sana. Wakati mwingine inawezekana hata kuna mawili, pengine kuna majina ambayo labda viongozi wameshayapitisha, wanatamani kuendelea kuyatathmini zaidi. Labda Matola anaweza akawa ni kama mtu ambaye anakuwa presented na majina ambayo viongozi wameona yanaweza kuwa yanawafaa. Yeye atumie utaalamu wake na akitathmini kikosi cha Simba aweze kujua ni mwalimu gani ambaye anaweza kukidhi kiufundi kulingana na sifa za wachezaji waliopo. Au hata yeye mwenyewe Matola akapewa jukumu la kuandaa sifa za mwalimu ambaye anatakiwa kuja kuichukua nafasi ya kuwa kocha mkuu kulingana na sifa ambazo anazijua za wachezaji ambao anawaona mazoezini kila siku. Kwa hiyo vovote itakavyokuwa, kama ni majina ambayo yanaletwa, yeye atoe tathmini ya kikosi kilichopo kulingana na mwalimu ambaye anaweza akawa ni best candidate kwa ajili ya nafasi, au yeye mwenyewe atoe mapendekezo ya mwalimu anayetakiwa kulingana na sifa za wachezaji waliopo. Maamuzi ya mwisho hayafanyi yeye, lakini ushawishi wa Matola bado ni mkubwa kwenye mwalimu ambaye anakuja ndani ya kikosi cha Simba. Mimi nakwambia ni kitu kimoja.
kwa kipindi cha miaka takriban 5 sasa hivi inaelekea, na hata kipindi cha nyuma, of course tuchukue hata tangu Matola yupo na hata hii miaka 5 ambayo Simba wamekuwa hawapati mafanikio, tatizo la Simba halijakuwa makocha. Mimi nakwambia ni ukweli, tatizo kubwa la Simba halijakuwa makocha. Yaani hichi kipindi ambacho Simba wamekuwa kikipitia ambacho sio cha mafanikio hakijasababishwa kwa kiasi kikubwa na makocha. Shida kubwa ya Simba uwanjani imekuwa ni ubora wa wachezaji, lakini kumekuwa kuna makocha ambao ni very decent ambao Simba wamekuwa nao. Mathalan, mtu kama Robertinho hakuwa kocha mbaya. Robertinho ukichukua mechi za ligi na mechi za kimataifa mwaka 2023 takriban nafikiri mwezi wa pili mpaka kufikia mwezi wa 4 mwishoni, kuna kipindi Simba walikwenda zaidi ya mechi 8 kwenye mashindano yote, hawaruhusu goli hata moja. Robertinho alifungwa mechi moja tu kwenye kikosi cha Simba na ndio ikaenda ikamuondoa ile kipigo cha goli 5 dhidi ya Yanga. Fadlu Davids yule pale ameweza kuifikisha fainali shirikisho, ameweza kuifikisha timu fainali ya shirikisho msimu uliopita. Unaona kabisa ni mwalimu mzuri, lakini level ya kikosi alichokuwa nacho na uwezo wake vilishindwa kubebana kikamilifu kwenye kutimiza malengo makubwa ambayo labda yeye alikuwa anayaona kwa mtazamo wake. Kwa hiyo ukienda ukiwatazama kina Didier Gomes da Rosa, kina Sven van der Broek, kina Patrick Ausems, hawa ni walimu wote ambao Matola amekuwa chini yao, ni walimu wazuri, na hata kwenye kipindi ambacho Simba wamekuwa wakistruggle hapa katikati, shida kubwa haijakuwa makocha, lakini ni ubora wa wachezaji. Kwa hiyo ukiniuliza mimi, nafikiri ushawishi wa Matola hauishii tu kuwa kama msaidizi pengine kama ambavyo baadhi ya watu wanaona, na ndio maana huoni nafasi ya Matola ikilazimishwa kuwa kocha mkuu. Hakuna muda mzuri wa kumpa mzawa nafasi ya kuwa kocha mkuu kwenye hivi vilabu viwili kama kwenye nyakati ambayo timu iko chini inahitaji kuanza kuinuka taratibu, kwa sababu anakuwa hana pressure. Lakini imagine Simba hawakumconsider kabisa Matola. Hapa katikati wametoka kumuondoa Fadlu, wamekwenda kumwangalia Ahmad Ally, na maana Simba wanamwamini zaidi Ahmad Ally kuliko Matola. Kwa hiyo kama unakuja kugundua pia kwamba kigezo kingine ambacho kumbe kinatumika sio uzawa, kwa watu ambao labda wanakaa wanasema unajua labda Simba watakuwa hawako tayari kumwamini kwa sababu ni mzawa, licha kwamba amekuwa naye kwa muda mrefu. Walikuwa wanamtaka Ahmad Ally. Ahmad Ally si mzawa yule, lakini kwa nini Simba wamekwenda kumwangalia yeye? Mimi narudi pale kwenye hoja yangu ya msingi kwamba nafikiri Matola ni miongoni mwa watu ambao wanashawishi kwa kiasi kikubwa sana ingizo la mwalimu mpya kutokana na uelewa wake wa kiufundi, kutokana na kuishi kwake na wachezaji kwa miaka mingi. Na ndio maana nafasi yake kama kocha msaidizi huioni ikiguswa, huoni akiwa anatiwa pressure kuwa kocha mkuu. Na hata Matola mwenyewe lini amewahi kuweka pressure kwa viongozi kwamba anaitaka nafasi ya na yeye kujaribu kuwa kocha mkuu aweze kuona uwezo wake? Hivi sasa ameshahitimu kila kitu katika ukufunzi wa soka la Afrika, lakini bado ni mtu ambaye unamuona amestick katika nafasi yake. Ina maana hivi sasa pengine Simba wanaelekea kutafuta kocha mwingine mpya, pengine miongoni mwa watu ambao ni muhimu sana watakaoulizwa kiufundi kuhusu mwalimu anatakiwa aje akiwa na sifa zipi, huenda akawa ni yeye. Mimi nafikiri issue ya Pantev haikuwa kwa pengine kama alishauri chochote Matola basi hakikufanyiwa kazi, kwa sababu Pantev ni kama ulivyowahi kuwa usajili wa kina Chikwende, ni kama ulivyowahi kuwa usajili wa kina of course Mixon, ilikuwa kwamba Simba walimuona kwenye mechi moja wakasema tunamtaka. Lakini ukitizama kwa kiasi kikubwa sana changamoto ya Simba haijawahi kuwa makocha, na mimi nafikiri nafasi ya Matola kwenye kikosi cha Simba itaendelea kuwa hivi ambavyo tunaiona sasa hivi. Si miaka 10 ishapita tayari na zaidi pengine inaelekea, basi nafasi ya Matola itaendelea kuwa hivi kwa sababu Matola yupo pale Simba kama mtu ambaye anawekeza akili yake ya kiufundi kwenye kuisaidia Simba kufanya baadhi ya maamuzi ya kiufundi. Kwa hiyo anaonekana kwenye nyasi akiwa anasaidiana na kocha ambaye amekuja, lakini huenda ushawishi wa Matola ndio ambao umesababisha hata yule kocha pia akawa amekuja pale, kwa sababu Matola anaijua Simba, anajua madhaifu ya wachezaji, anazijua nguvu za wachezaji. Kwa hiyo mimi nafikiri mwafaka wa Matola utakuwa hivi ambavyo tunauona, na ni kwa sababu Matola ana nafasi maalum ya kuwa ni mshauri wa kitaalamu kwenye kikosi cha Simba kwa ajili ya nafasi tofauti ambazo zitahitaji uelewa wa kimpira ndani ya klabu hiyo.